Naam, ndugu zangu watazamaji wetu wapendwa, kama mlivyosikia Chief Kadhi, ni kwamba mwezi umeonekana na umethubutu sehemu nyingi katika nchi hii ya Kenya. Mombasa umeonekana na watu wengi, Malindi, Lamu, Ngomeni, Gasi na kila sehemu. Alhamdulillah, mwezi umeonekana. Bimaana tukisema hivi yamaanisha kwamba kesho insha Allah watu wote wafaa wawe ni wenye kusherekea Eid. Na pia ameweza kutupa nasaha na kalima ambayo kwamba imefungamana na siku ya kesho, akituambia kwamba ni vema watu baada ya kutoka huu mwezi wa Ramadhani na kuingia siku ya Eid, ni vema Waislamu wabaki katika msimamo ule ule wa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyatekeleza yote yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka tuyatekeleze. Miongoni mwayo ni kesho tusikose salatul Eid. Salatul Eid ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Chief Kadhi ni kuwa alikuwa akiwahimiza watu watoke kwenda kuswali, mpaka wanawake Ummu Atiya asema kunna nu'maru an nakhruja yawm al-Eid, tulikuwa tukiamrishwa kutoka siku ya Eid ili wao wanawake waende wakaswali salatul Eid, mpaka wanawake wale ambao wako katika ada zao pia walikuwa wakiambiwa waende katika musalla ili waweze kushuhudia baraka zile ambazo kwamba zitakushuka katika uwanja kama ule, na pia wapate kushirikiana katika takbirati, katika takbiri za Eid, na kuonesha kwa ni jambo muhimu kama anavyosema Watia, hata wale wanawake ambao kwamba wenye hadhi mpaka wasichana, wale ambao kwamba wamefungiwa, wale ambao Faiz tokale moja Faiz, wale ambao wamefungiwa, wale ambao hawafai kutoka, ingawa leo wasichana wazee wanatoka wanaenda mabarabarani, lakini katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasichana walikuwa hawafai kutoka majumbani, walikuwa wakifungiwa mpaka iwe ni dharura kama dharura hii ya kwenda kushuhudia swala Eid au kwenda kuiswali salatul Eid. Lakini pia Chief Kadhi wetu akatuhimiza kuhusu lazima la zakatul fitri, zaka za fitri ambazo kwamba ni wajibu kwa kila Muislamu kwamba anacho chakula cha kuzidi katika siku ile. Wewe nyumbani kwako una chakula watu wako kitakachokuzidi kilo 2.5, hakifai kulala nyumbani au hakifai siku ile kuishi pale nyumbani, ni lazima ukitowe kama zakatul fitri. Na ikiwa utapata kilo 2.5 nyingine, basi utamtolea ikiwa mke wako, ikiwa utapata, yani ala kuli hali ufai siku ile wewe ubaki na chakula ambacho kwamba kitakuwa ni chenye yani kubaki pale nyumbani. Na pia akatuhimiza swala zima la watu kuleta ushirikiano katika kusherehekea Eid kama hii, watu wasitete, akatuambia watu wasivunje. Ngojesha mambo matatu bwana, zungumza mambo matatu bwana. Akatuambia mambo mengi tuweze kujenga undugu, na wala hii suala la watu kutangulia, labda leo watu walikuwa wamesherehekea, isiyo ni sababu ya kuvunja undugu wetu au kuleta chuki. Hakuna tatizo watu kutangulia na kuchelewa, kwa sababu jambo la ikhtilaf haifai kumfanya mtu atete. Ukiangalia katika dini yetu kuna mambo mengi, kuna ikhtilafu ndani yake, na ukifanya hivi ni sawa, ukifanya hivi ni sawa. Kwa hivyo wale wanaobabaika, hata leo mmeona kwenye TikTok mmoja asema tufanye nini sasa, dini gani? Ni ikhtilafu. Ukisikia kuna ikhtilafu, jua ya kuwa ukifanya moja katika mambo mawili nyote mko katika sawa. Na huu ni msomo wangu. Hebu zungumza mambo matatu bwana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kukamilisha kuweza kumaliza mwezi mtukufu Ramadhani tukiwa watu wazima. Nafasi kubwa tumepewa na Mwenyezi Mungu ili kuweza kufika na kuzidi kufanya toba na kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kesho ni siku kuu ambayo ni Eid al-Fitri, ni siku ya watu kupendana, watu kusikizana, ikiwa watu wameteta watu wakapatana, ni siku ya furaha. Kwa kila mmoja ana furaha, lakini furaha zetu ziwe ni furaha za kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zisiwe ni furaha za kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tushikane, tusaidiane, tusisahau kitu muhimu katika siku ya kesho, kuanzia saa hii mpaka kabla ya swala, kutoa zakatul fitri ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye amefunga, mdogo, mkubwa, mtu mzima, mke na mume, wote watoe. Zaidi tuwe kitu kimoja, ndio tafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa kullu aam wa antum bikhair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kisha kutiwa katika kaburi au roho ikisha kufika kilindako hapa, ndipo hapo sasa huna nafasi tena ya kufanya ibada yote. Lakini Ramadhani si sababu kumfanya mtu asiendelee kufanya ibada. Na hapo Chief Kadhi akaweza kutuelezea poleni channel ya Abu Shuraim. Muona nakariri tena maneno ndiko kwenye channel nyingine hapo. Na hapo akatumiza swala zima la salatul Eid. Akatuambia swala Eid ni swala muhimu sana, kiasi kwamba mpaka wanawake walikuwa wakiamrishwa na Bwana Mtume Muhammad SAW kuhudhuria kwenye musalla ili wapate kushuhudia baraka ya siku ile ya Eid zikishuka katika ule musalla, wakati waumini au Waislamu au Waislamu wanaume wanaposwali na kuleta takbir. Na pia ili wanawake kama hao walikuwa wakiambishwa kwenda kwenye musalla ili wapate kuleta takbir, zile takbir ambazo wanaoleta wanaume wao, lakini watakuwa kileta kwa sauti ndogo. Na pia akatumiza swala zima la zakatul fitri. Akatuambia kwamba yule ambaye mwenye uwezo, na uwezo ni wewe nyumbani kwako tu, ikiwa umeona kwa alhamdulillah umepata chakula, mweza kupita jamaa, mweza kupita, umepata chakula cha kula siku ile, wewe na wale wanaosimamia, mke wako, watoto, kitakachokuzidi ikifika kilo 2.5 hakifai kulala nyumbani, iko ni lazima ukitowe kama zakatul fitri. Na ukiwa umepata tena kilo 2.5 utamtolea mwingine, ikiwa ni mtoto wako mwingine, ikiwa ni mke wako wa pili, ikiwa ala kule hali. Na pia akatumiza suala lingine kwamba ni kubwa nalo si dogo, habari ya masikizano, watu kuelewana, isiwe sababu hii ya wale waliotangulia leo kula Eid na sisi ambao tutakula ketu na sisi ambao tutakula kesho, isiwe ni sababu ya kutufanya sisi tutete. Itakuwa ile malengo ya Eid yamekosekana kabisa. Manake Eid ni moja katika sababu ya kufanya sisi tuwe kitu kimoja, tupendane, tufanye ziara, tukatembelee watu wetu, mahalati wetu, mashangazi zetu. Hata kama wale mashangazi zetu, mahalati zetu wako Mshomoroni chini kule, katika siku ya Eid yatakiwa utoke uende ukawatembelee. Ingawa sisi kutembeleana, kuangaliana, kujenga undugu, kujenga kuunga kizazi, yatakana kila siku sisi tuwe tunaboresha na kukiunga kizazi. Maana kuboresha kizazi kinachoungwa kile kilichokatika. Sasa ikiwa wewe kizazi chako hakijakatika, muelewana, basi ni kila siku uendelee kukiunga na kukiboresha. Haya ni baadhi ya yale ambayo yameweza kuzungumzia chifu wetu Kadhi. Basi takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum fi alfi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio hivyo, ndio naona mdomo wa maneno yapanda na pandana. Hata au ngoja kidogo. Njoo. Samaras kuhusu TC. Ongea. Tusamarazie bwana. Najua wewe utafinya kila kitu hapa, au sio? Chukua PTC hapo. Njoo basi Sheikh, simama hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumetamatisha na ni kauli kutoka kwa Chief Kadhi wa taifa la Kenya Sheikh Abdul Halim Hussein Athman, ambapo ametutangazia tukiwa na jopo la wanahabari hapa kutoka katika vituo mbalimbali ambao vimekupeperushia matangazo haya ya moja kwa moja ya mwandamo wa mwezi huu kwa ajili ya Eidul Fitri, ambapo Chief Kadhi wa taifa hili Sheikh Abdul Halim Hussein Athman ametangaza rasmi kuwa mwezi umeonekana sehemu nyingi katika mwambao huu wa pwani, hususan na maeneo jirani, ikiwemo vile hata katika kaunti ya Mombasa. Hiyo inamaanisha kuwa imefungua rasmi ufunguo kuwa kesho itakuwa ni Shawwali, kutumana na wale ambao wanafuatilia mwandamo wa mwezi wa humu nchini, lakini kuna wale ambao pengine wametangulia. Lakini kikubwa zaidi, Chief Kadhi ametuhusia kuwa sote ni mmoja, sote ni ndugu, hakuna tofauti na hakuna hitilafu za kututenganisha pakubwa zaidi. Kikubwa ni amenasihi Waislamu kuzidisha ibada na kuendelea kuwa ndani ya ibada hata kama licha ya kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani umetamatika. Sheikh, ndugu yangu Sheikh Abu Shuraim, kauli ya Sheikh Chief Kadhi wa taifa hili la Kenya, hii inamaanisha kuwa bado Waislamu tutaendelea kuwa ndugu, bado Waislamu tunastahili kuwa na umoja, na vile vile akatunasihi kuwa tuzidi kuwakumbuka wale wajane, maskini, mayatima, kwa sababu muhimu.
Na hilo ndio muhimu, kwa sababu siku ya Idi ni siku ya kufurahi, siku ya Idi ni siku ya watu kuwa na furaha na bashasha. Kikubwa zaidi tu kuwakumbuka wewe utakapokuwa unapata chakula chako, ukiwavesha watoto wako nguo nzuri. Hii inamaanisha kuwa kuna watu pengine hawatakuwa na chakula, kutakuwa na watu pengine hawatakuwa na mavazi, na ili sote tuwe katika umma mmoja, tupendane, tupate pepo inshallah, tukumbukane, hasa kwa wale ambao hawajiwezi, hawana furaha. Ukiwapa furaha, Allah naye atakupa furaha. Shukran sana ndugu yangu Sheikh Abu Shurem. Barakallahu fikum, na Mwenyezi Mungu akubariki kwa kuweza kusummarize yale yaliyokuwa yakiendelea hapa. Sisi ni watu wa umma. Shukran, jazakumullah khair. Mashallah, Mwenyezi Mungu amewapa kipaji cha kuweza kuwatangazia watu na kuwafikishia watu ujumbe kwa namna inavyotakiwa. Barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu akubariki. Amin. Basi ndugu zangu watazamaji wetu wapendwa, hapa tumefikia tamati. Naam. Sasa watu wanafuturu huko, kwa hivyo hatutotaka tuwapige video, wengine watatupiga makonde hapa tukionyesha namna wanavyostafuna. Kwa hivyo tutakata hapa tukao ndio tamati yetu inshallah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hai Faiz, pole bwana. Anasema pale mpaka ushughulike na kitu. Wewe kwanza mwenyewe ni mgonjwa.